Bwana, kuelekea kwenye mchezo muhimu wa kimataifa kwa upande wa Simba Sports Club weekend hii, kwa maana ya siku ya Jumamosi dhidi ya Stade Malien. Kwenye video hii nitakuwekea bayana mapungufu kadhaa ambayo nimeweza kufanikiwa kuyaona na kuyafahamu kutoka kwa Stade Malien, lakini nitaweka bayana ni kwa sababu zipi ambazo zinapaswa kuwafanya Simba warudi kwenye utaratibu wa kutumia mshambuliaji asilia, na nitaweka bayana ni mshambuliaji gani ambaye nahisi kulingana na mazingira ya mchezo atakavyokuwa anafaa kwenda kuongoza idara ya ushambuliaji ya Simba Sports Club katika jiji la Bamako kwenye mchezo wa ugenini dhidi ya Stade Malien. Sasa tukianza na madhaifu kama ambavyo nimebainisha kwenye mtiririko wa maelezo yangu ambao nimekupa sekunde kadhaa zilizopita, tukianza na madhaifu ya Stade Malien, moja kati ya changamoto kubwa ambazo nimefanikiwa kuzigundua kutoka kwa Stade Malien, Stade Malien ni timu ambayo haiko comfortable kufanyiwa pressing wanapokuwa kwenye phase ya build up. Yani center backs wao pamoja na full backs wa Stade Malien hawako competent enough kwenye kukabiliana na shinikizo ambalo litakuwa linawekwa dhidi yao watakapokuwa wanajaribu kutengeneza mchakato wa kuitoa timu kuanzia kwenye eneo lao mpaka kwenye eneo la katikati. Sasa ukijaribu kutizama Simba, kitu ambacho wanapaswa maanake kwenda kukifanya hapa ni wazi kwamba watatakiwa wahakikishe kwamba hawaruhusu utulivu upatikane kwa Stade Malien kwenye hili eneo, kwa sababu hata wanapokuwa wanajaribu kuanua mpira wanapofanywa shinikizo, Stade Malien sio timu ambayo iko vizuri kwenye kuwin second ball. Yani kwamba ule mpira wa kwanza unapokuwa umechezwa kwenye kupita na kuokota mipira ya pili na kuurudisha tena mpira kwenye himaya, sio nguvu mojawapo kwa upande wa timu ya Stade Malien. Lakini kitu kingine ambacho nimekuja kukigundua kutoka kwa Stade Malien, Stade Malien ni timu ambayo inapofika kuanzia dakika kama ya 60 hivi, kiwango cha kasi ya uchezaji ambayo wanakuwa wameanza nayo mwanzo wa mchezo, ikifika kuanzia dakika ya 60, tempo yao ya kucheza inakuwa inapungua, umakini wao wa kubaki mchezoni kuanzia muda huo unakuwa unapungua, na wanakuwa kwenye hatari kubwa sana ya kufanya makosa, ya kuruhusu nafasi za hatari na kuruhusu mabao mwisho wa siku. Sasa nimejaribu kwenda kuwatizama kwenye michezo kadhaa iliyopita, na kwa upelelezi ambao nimefanikiwa kuufanya nimekuja kujiridhisha na hichi kitu hata kwenye namna ambavyo wamekuwa wakiruhusu pattern yao ya magoli. Ukijaribu kutizama kwenye michezo mitatu kati ya mitano ya mwisho, Stade Malien wameruhusu mabao kuanzia dakika ya 80. Na katika michezo mingine miwili kati ya hiyo mitano, ilipofika dakika ya 59 tu ilikuwa ni guarantee Stade Malien wanaruhusu bao. Dakika ya 59 manake ndo 60 tena ndo inakuwa ishanyemelea hapo, na ndo huo muda ambao nimeubainisha kwamba Stade Malien wanakuwa ni timu ambayo ni kama inakata moto. Ni kifupi, kuanzia dakika ya 60 ni timu ambayo ikikutana na mpinzani ambaye anaweza kuifanya kasi ya mchezo ikawa juu, basi Stade Malien ikifika kuanzia dakika ya 60 wao kasi yao ya uchezaji inapungua. Wanakuwa zile dakika zingine 30 ambazo zimebaki mpaka mchezo unaenda kuhitimika, wao ni kama wanakuwa wanashikilia roho tena pale, kwa sababu wese lao linakuwa limepungua kwa kiasi kikubwa sana. Sasa hata kwa mtu ambaye amejaribu tu labda kwenda kutazama labda mchezo wao dhidi ya Esperance, hata kwenye upande tu wa highlights, kwa kiasi kikubwa sana ukijaribu kutizama, ukilinganisha kipindi cha kwanza na kipindi cha pili Stade Malien walikuwa wanaruhusu nafasi nyingi zaidi za hatari, lakini pia makosa mengi zaidi yalikuwa yanawanyemelea defensively kwenye kipindi cha pili. Kwenye dakika kadhaa za mwishoni kulikuwa kuna makosa mengi sana ambayo yalikuwa yananasibisha wao kuruhusu nafasi za hatari ambazo mwisho wa siku tu Esperance ya kiukweli walishindwa tu kuwa wafanisi. Kwa hiyo kwa hoja hiyo, maana yake ni kwamba itakapofika dakika kuanzia ya 60, huu ni muda mzuri sana wa kufanya mabadiliko yako dhidi ya mpinzani kama huyu. Tena unatakiwa uhakikishe kwamba unaingiza wachezaji ambao wanakwenda kuongeza kasi, manake huu ndio muda ambao ni vizuri sana kuintroduce mawinga. Kwa upande wa Simba Sports Club unaweza ukaanza kuintroduce fresh legs kwenye upande wa wide areas, wakawa wanakwenda kupeleka athari na kasi ya mchezo wakaidumisha kwenye nyakati ambayo Stade Malien kasi yao ya kiuchezaji inakuwa imepungua. Hayo ndo madhaifu mawili ambayo nilikuwa nataka niabainishe kwa upande wa Stade Malien, lakini niliweka bayana mwanzo wa video hii kwamba nitakuja kuweka bayana ni kwa nini Simba wanatakiwa kutoka kwenye utaratibu wa kutumia mshambuliaji kivuli na waende watumie mshambuliaji wa asili kwenye mchezo wa Jumamosi. Kwanza kabisa ieleweke kitu kimoja,
Dimitar Pantev ndiyo ambaye anakaa na wachezaji kwenye uwanja wa mazoezi. Kuna vitu ambavyo inawezekana anajiridhisha yeye kiufundi mpaka anapokuja kuweka bayana kwamba anahitaji kuanza na mshambuliaji kivuli kwenye karatasi ya wachezaji 11 kwenye match day. Kwa hiyo hicho ni kitu ambacho kiukweli mwalimu anakiona kwenye uwanja wa mazoezi, lakini kitu ambacho mimi naweza nikakizungumza kwa mtazamo wangu ni kwamba itakavyokuwa kwenye namna ambavyo hawa wachezaji watakuwa wanatumika kama washambuliaji kivuli, labda majukumu ambayo mwalimu atakuwa wanaweza kuyatekeleza kulingana na wasifu wao kama wachezaji. Lakini ultimately unapokuwa ni mchezaji ambaye umesimamishwa kimakaratasi kama mtu wa mbele kabisa kwenye mstari wa ushambuliaji, unapaswa kudaiwa magoli. Hakuna mshambuliaji kivuli ambaye hafungi. Sasa basi nitauliza rhetorical question kwa maana nauliza swali ambalo najua jibu unalijua, lakini tunaulizana kwa faida na tutajaribu kuulizana ili tukumbushane pia mwisho wa siku. Mwalimu amekuwa akijaribu kumtumia Joshua Budo Mutale kama mshambuliaji kivuli, lakini tujiulize swali moja tu. Ni lini mara ya mwisho Mutale kafunga goli? Kwenye ligi kuu msimu uliopita Mutale hakufunga goli lolote. Aliishia kumaliza na assist 2 tu, tena zote alizipata katika mchezo mmoja dhidi ya KMC. Brace ya Steven Mukwala alisetia siku zile. Na magoli yake ambayo ameyafunga kwenye kikosi cha Simba aliyafunga kwenye michuano ya Azam Sports Federation. Ina maana kwenye ligi kuu msimu uliopita hakuna goli ambalo Mutale kalifunga, na mpaka kufikia hatua hii ambayo Pantev anajaribu kumtumia kama mshambuliaji kivuli, hakuna goli ambalo pia Mutale kalifunga. Mweke Mutale pembeni. Kuna nyakati kwenye mchezo dhidi ya Gaborone, ule mchezo ambao ulichezwa kwa Mkapa, Dimitar Pantev alijaribu kuopt kama kwenda na Kibu kama mshambuliaji kivuli. Lakini tunaulizana tena swali jingine ambalo majibu yake yapo, lakini tunajaribu kukumbushana mwisho wa siku. Je, Kibu ni mchezaji ambaye ana ufanisi unapomtumia kama mshambuliaji wa kati ama kama mshambuliaji kivuli? Kwa sababu mshambuliaji kivuli sio nafasi, ni jukumu lile. Je, atakapokuwa anafanya vitu vingine vyote kama mshambuliaji kivuli, kuja kuungana na viungo, kuja kulink, kuruhusu mikimbio ya wachezaji wa pembeni aweze kuweka mipira kwenye nafasi wafanye run, ana ufanisi atakapotakiwa yeye mwenyewe kwenda kusimama na kwenda kuhesabika pale mbele? Jibu ni hapana. Kwa hiyo wachezaji wote wawili ambao mwalimu amekuwa akijaribu kuwatumia kama washambuliaji kivuli, zaidi mtu kama Mutale, ni wachezaji ambao hata ukijaribu tu kupekua makabrasha unaona kabisa ufanisi wao wa kufunga unafikirisha sana. Hilo la kwanza. La pili, kwenye ule mstari wao pale mbele ukiwatoa hao wachezaji wawili, unakwenda unamwangalia Morris, unakwenda kuangalia kazi ambayo anaifanya Eli Kibisawala Mpanzu. Je, tujiulize, Morris pamoja na Mpanzu nao wana ufanisi katika kutekeleza majukumu ya kujaribu kusaidia upatikanaji wa magoli mwisho wa siku? Jibu pia ni hapana. Morris, mimi binafsi niliwahi kuweka bayana hata nikiwa hewani kwenye kipindi kwamba naamini ni mchezaji ambaye anaweza kwenda kuchangia magoli kadhaa kwenye kikosi cha Simba, lakini bado hajaweza kufanya hicho kitu. Lakini naamini anaweza kufanya hivyo. Eli Mpanzu kwenye mchezo dhidi ya JKT tu ametoka kukosa goli akiwa amebaki na goalkeeper peke yake. Kwa hiyo unakwenda unamwangalia pia Mpanzu hata katika mechi zingine ambazo zilikuwa kabla ya hiyo, ufanisi wake kwenye matumizi ya nafasi pia umekuwa ni mdogo. Kwa hiyo washambuliaji vivuli ambao Pantev anajaribu kuwatumia wote sio wachezaji ambao unaweza kuwawekea dhamana kwenye matumizi ya nafasi na kukufungia magoli. Wachezaji ambao wanataka kwenda kusupport kwenye ule mstari wa watu watatu pia nao hawana ufanisi kwenye kujaribu kufunga mwisho wa siku. Kwa hiyo unakuja kugundua kwamba unapaswa kurudi tu kwenye utaratibu wa kutumia mshambuliaji wa asili, kwa sababu itakavyokuwa mshambuliaji kivuli utafanya mambo mengine yote kiufundi, lakini lazima uweke mpira wavuni. Hivi sasa tunamwangalia mtu kama Ousmane Dembele, mchezaji bora wa dunia, deservedly so, lakini ndo alikuwa mfungaji bora wa PSG msimu uliopita licha kwamba alikuwa ni mshambuliaji kivuli. Messi alipokuwa anatumika kama mshambuliaji kivuli Barcelona, alikuwa anafunga magoli ya kumwaga. Bobby Firmino ambaye ndo alikuwa mshambuliaji kivuli kwa upande wa Liverpool kwa zaidi ya miaka takriban 6, ni mchezaji ambaye tunajua Salah atafunga, tunajua Mane atafunga, lakini ultimately tulikuwa tunataka walau magoli 10 plus pia kutoka kwa Bobby. Hata kama utajaribu kusema kwamba ndo alikuwa anakuja kuwaunganisha wale wawili, alikuwa anashuka karibu na kina Henderson na kila kitu, unatakiwa ufunge. Phil Foden kwenye msimu ambao alitumika kama mshambuliaji kivuli akiwa na Manchester City, alifunga magoli 16 kwenye michuano yote. Kwa hiyo ukitoa kwamba kuna majukumu ya kiufundi ambayo mshambuliaji kivuli anapaswa kuyatekeleza, lakini mwisho wa siku anatakiwa aweke mpira wavuni. Kwa bahati mbaya, wachezaji ambao mwalimu Dimitar Pantev anajaribu kuwatumia kama washambuliaji kivuli wameonesha kabisa hawana ufanisi wa kuweka mpira wavuni. Tulieke hilo pembeni. Kwa hoja hiyo,
Simba mimi kwa mtazamo wangu nafikiri wanapaswa, na hasa ukiangalia pressure ya namna ambavyo wanatakiwa wahakikisha wanajaribu hata kupata alama 3 kwenye mchezo dhidi ya Stade Malien, wanapaswa kurudi kwenye utaratibu wa kutumia mshambuliaji wa asili. Na kwa mtazamo wangu mimi nafikiri Selemani Mwalimu anaweza kuwa the best option, licha ya kwamba hapa kiukweli Mwalimu anaweza ka-opt kwenda na Mkwala, akiona inafaa anaweza ku-opt kwenda na Soa, anaweza ku-opt kwenda na Mwalimu, lakini mwisho wa siku anatakiwa awepo mshambuliaji wa kati asilia kwa mtazamo wangu, kwa sababu nimetoka kubainisha mwanzo wa hii video kwamba Stade Malien ni timu ambayo haipo comfortable inapofanywa pressing wakati wanajaribu kutengeneza mashambulizi. Kwa hiyo kwa hoja hiyo, tafsiri yake ni kwamba unapokuwa na mshambuliaji wa kati starting position yake inakuwa ni ya juu kuliko mshambuliaji kivuli. Maanake ana uwezo wa kuisaidia timu kuanza kukabia juu zaidi, lakini kwenye namna ambavyo mshambuliaji wa kati atakuwa anajaribu kufanya pressing, yeye atakuwa anajaribu zaidi kwenda kukaa katikati ya wale center backs wawili. Yaani center backs wawili wa Stade Malien, starting position ya mshambuliaji wa kati itakuwa ni katikati yao. Manake timu ikianza kukabia juu, mshambuliaji wa kati kitu cha kwanza atakachoenda kukifanya ni kukata mfereji wa pasi baina ya center backs wawili katika eneo lenye udhaifu zaidi. Wakati Stade Malien wanajaribu kutoka kwenye eneo lao, ni kwenye eneo la fullbacks. Kwa hiyo mshambuliaji wa kati akishafanikiwa kukata ule mrija baina ya center backs wawili, automatically mchezaji mwenye mpira kwenye eneo la wale center backs atalazimika kwenda kupasia kwa fullback wake wa upande husika. Hapo ndiko ambako winga atapata nafasi ya kuenda kuweka shinikizo, viungo wa Simba watafanikiwa na wao kwenda kuapply pressure kwa viungo wa chini wa klabu ya Stade Malien na kufanikisha zoezi la kuifanya pressing na kuwalazimisha Stade Malien waende long. Kwa hiyo hilo la kwanza. La pili, katika harakati za kujaribu kuendea huu mchezo, Stade Malien inawezekana watataka kudumisha umiliki kwa kiasi kikubwa, hasa ukizingatia kwamba wako nyumbani, watataka kuupeleka mchezo kwa upande wa Simba. Kwa hiyo kwa hoja hiyo, sio guarantee kwamba Simba atafanikiwa hasa kuushika ule mchezo. Kwa hiyo mimi nafikiri pia wanatakiwa Simba wahakikishe pia wanakwenda na mshambuliaji ambaye anaweza kuwatunzia ule mpira kwenye nyakati ambazo viungo na walinzi wa Simba watakuwa wanajaribu kuvusha mpira moja kwa moja kwenda kwa mtu wa mwisho pale mbele. Unatakiwa uwe na mshambuliaji ambaye anaweza kuushika huo mpira. Kwa hiyo nimeweka jina la Selemani Mwalimu, na hata thumbnail yangu ambayo imekufanya umebonyeza hii video imemweka Selemani Mwalimu kama mshambuliaji ambaye nimemweka kwenye thumbnail. Ni kwa sababu nikimtizama Selemani Mwalimu nikimlinganisha na Soa pamoja na Steven Dese Mkwala, namuona ni kama anaweza kukuofa vitu vyote viwili. Anaweza kukuofa pressing ambao unaitaka, lakini pia anaweza kukupa hold up. Dese Mkwala ndo best presser kwa upande wa washambuliaji watatu wa Simba. Yaani kama tunazungumzia mshambuliaji ambaye anaweza kuweka pressure kikamilifu ni Steven Dese Mkwala. Lakini Dese Mkwala sio mzuri kwenye hold up play. Jonathan Soa ni mzuri kwenye kukutunzia mpira. Anaweza akacheza goli la timu pinzani akiwa amelipa mgongo, lakini sidhani kama uwezo wake wa kufanya pressing upo katika level ya Mwalimu pamoja na Soa. Nikimtizama mtu kama Mwalimu naona ni kama ndo anakupa the best balance baina ya matunzo ya mpira ambao utakuwa unakuja kutokana na wale mabeki kupeleka mipira mirefu kwake yeye, lakini pia ndo mchezaji ambaye anaweza kukuofa nishati ambayo itaweza kwenda kuongeza nguvu kwenye swala zima la pressing.